Maandalizi yako vizuri kiujumla, wachezaji, benchi la ufundi pamoja na viongozi wote tuko vizuri, tumejiandaa vizuri kwa ajili ya finali ambayo tayari tumeingia leo mchana. Natokea Arusha, ni Black Eagle Sport Academy kutoka Arusha. Pia tuna watoto wadogo kule, lakini pia kwa sasa hivi tumeongezea timu ya watu wenye upungufu wa viungo kwa maana ya walemavu. Kwa sisi tunapatikana Arusha na sasa hivi Arusha tuna timu mbili. Kwa hiyo Black Eagle inatokea Arusha na sio timu ya Dar es Salaam. Ilikuwa inajihusisha na academy tu kwa maana ya watoto wadogo kuanzia miaka 5 mpaka 17, lakini kwa sasa hivi tumeongezea pia wenzetu ambao wana upungufu wa viungo kwa maana ya walemavu. Tuko nao Black Eagle, tunashiriki katika tamasha na mashindano yote yale ambayo yako mbele yetu. Eagle imetokana na Arusha Warriors. Wakati mashindano haya yanaanzishwa tulikuwa na timu moja Arusha ilikuwa inaitwa Arusha Warriors, na mpaka sasa hivi wapo kwenye mashindano haya, wameshiriki vizuri tu. Lakini baada ya wachezaji kuonekana kuwa wengi na kulingana na kanuni za mashindano, timu moja haiwezi kushiriki zaidi ya wachezaji 15. Tukaona tujigawe, na kwa kuwa tayari pia kuna Black Eagle ambayo ni Sport Academy, tukaona pia ni vizuri pia tukawatengeneza timu nyingine ambayo inashiriki kwenye mashindano haya ikitokea Black Eagle kwa maana ya walemavu. Kwa hiyo historia Black Eagle inatokana na Arusha Warriors, na kwa sasa Black Eagle ina miaka 2 kwenye mpira huu wa watu wenye upungufu wa viungo kwa maana ya walemavu. Kwanza sisi mwaka huu tumesema katika mashindano haya ya mpira wa watu wenye upungufu wa viungo, tumesema mwaka huu tumekuja kwa kujiandaa na tumekuja kupambana. Timu kiujumla tuko vizuri na tumekuja kushiriki, na ikiwezekana basi tuchukue ubingwa. Nikizungumzia wachezaji wangu wote wako vizuri, lakini kwa siku ya jana mchezaji Mohamed Munga amefanya vizuri sana jana na ndo mpaka sasa hivi ndo top scorer wa mashindano haya, na hatujui finali itakuwaje, lakini sisi tunaamini atamaliza kwenye nafasi kwa sababu pia ni kiungo mshambuliaji mzuri sana kwa ajili ya mashindano haya. Pinzani ni mzuri. Tukiri kwamba wewe kwanza ni mwanzilishi wa mashindano haya. South Parasport wao ni wadau na wao ndio walioanzisha mashindano haya. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kwanza ni kama tunaenda kulipa kisasi, na kisasi ni haki. Mechi ya kwanza tulishiriki sisi pale Mwembe Yanga mwaka juzi, walitufunga kwenye finali, na mwaka huu tunatamani tushinde, lakini mpinzani ndo mdau na ana uzoefu mkubwa sana. Kwa hiyo tunamheshimu, lakini hatumogopi, na sisi kama Black Eagle tunasema tunaenda kupambana ili kuhakikisha tunapata ushindi. Mohamed Munga, mchezaji wa Arusha Black Eagle Sports Academy. Naam. Si mara yangu ya kwanza. Nimecheza tournament kadhaa hapo nyuma. Kwa hiyo nitasema na uzoefu na hizi tournament. Nijiandaa tu vizuri kwa muda unaofaa na mazoezi ya ziada ya kuweza kuniweka katika kiwango kizuri, na ndio maana imekuwa kidogo na urahisi fulani sana kwangu kwenye tournament kuperform. Tukija kuangalia katika sehemu ya ufungaji bora, unaonekana wewe ndo top scorer katika michuano hii, na anayekufuatia na magoli mangapi? Kiukweli sijajua na magoli mangapi, sababu mimi la kwangu mimi nashughulika kwenye kufunga. Hapo nikipata nafasi sijaangalia kama ananifuatilia na magoli mangapi. Lakini hadi sasa hivi kwa statistics zilizosikia kutoka kwa makocha wanaofuatilia, natumaini wewe ndo unaongoza kwa ufungaji. Ndio, mimi ndo naongoza, niko na bao 19 mechi 5. Mechi 5 bao 19. Ndio. Ile wanamaliza. Timu yako inakupa support gani katika sehemu ya ufungaji? Napenda tuko na ushirikiano mzuri, hasa katika wakati tuna attack, wanaangalia position ya kuniwekea mipira, sehemu inakuwa rahisi sana kwangu mimi kupata magoli. Kwa hiyo ushirikiano upo vizuri sana
na ndio maana imekuwa rahisi sana kuscore hizo bao nyingi sana. Michuano hii ya watu wenye upungufu wa viungo, wengine wanashindwa kujihusisha katika michuano hii, wanakuta hapo barabarani wanaombaomba, lakini wewe kama wewe umeonekana chachu sana katika michuano hii. Unazungumziaje ambao wasiopenda kujishughulisha na michuano kama hii? Kusema kweli, sipendi sana nikiona wakiketi wakiombaomba watu kama hao, sababu kila mmoja ana uwezo wa kufanya jambo. Ni ile tu kujiamini na kujitoa kwa bidii na kuamini pia Mungu yupo na riziki zipo, isipokuwa kule kuomba sio picha nzuri. Sasa watu wanafaa wajitoe. Kuna michezo tofauti tofauti watu wenye ulemavu kama sisi tunaweza fanya. Kwa hiyo mimi nawashauri tu wasiwe na ule udhaifu, kujeka wanyonge, wachangamke, wapambane, watafute michezo. Michezo ni kitu kizuri sana. Naam. Katika michuano hii watu wengi wamefuatilia sana na umeonekana sana. Unawashukuruje wadhamini walioanzisha hii michuano kwa upande wako? Mimi nawashukuru kwa sababu ni fursa kubwa sana watu kama sisi wenye ulemavu kuonesha uwezo wetu hasa viwanjani. Ni matamanio yetu makubwa sana, maana tunaangalia watu wenye miguu yao miwili wakifanya vitu venye sisi pia tuna uwezo wa kuvifanya. Kwa hiyo tunawaomba tu waendelee kujitoa zaidi, wadhamini, ili waweze kusupport vipaji kama hivi na tuweze kukuza vipaji vyetu vya wachezaji wa amputee football. Hizi fursa waga zinatujenga sana kiakili, kimaisha na pia kiviungo, tunakuwa tuko fit. Hatukai sana na mawazo kichwani. Kwa hiyo ni changizo kubwa sana kwa maisha yetu. Naam. Kwa hiyo naomba wafadhili waendelee kujitokeza, waweze kusupport mchezo kama huu ili tuweze kukua zaidi kimchezo huu. Timu yako imeingia finali. Na una hamasa gani ya kuchukua ubingwa katika tournament hii? Hamasa ipo sababu sisi tulikuja na focus yetu ni kwa washindi. Sisi hatuangalii tunacheza na nani, hatuangalii yupoje, ni tutakayepatana naye. Tumejiandaa kisaikolojia, physical fitness, tutapambana tu. Dakika zikiisha tutajua mshindi ni nani, lakini sisi tuko tayari na tumejiandaa vilivyo. Watazamaji wangependa kitu kimoja wajue, hamasa ya timu kwa ujumla, ushirikiano na kocha mpaka mna perform vizuri sana hivi, ni ipoje? Kwanza nidhamu yetu ipo juu, tuanzia hapo. Alafu ushirikiano wetu ni kwamba tunasikilizana. Nidhamu ikiwepo, bidii ya timu ndio inakuwa rahisi sana. Tunakuwa tuna nguvu moja, sababu ushirikiano ikiwepo, basi kupigania jambo na tukalifaulu inakuwa rahisi sana. Ningependa kutoa neno moja katika michuano hii, fursa uliyoipata na mafanikio hadi sasa hivi, timu yako imefika finali na mafanikio uliyopata. Kiukweli nadhani tumepiga hatua kwa sahihi, tumefika finali. Mwaka jana tulitoka mshindi wa 3 kwenye tournament, na sasa hii tumefika finali. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona hatua kidogo, tumepanda kidogo. Sasa hii tunachosubiri tuingie kwa uwanja, tucheze, tuone itakuwaje. Lakini kwetu sisi kufika finali, sababu nyuma hatukufika finali, tulitokea mshindi wa 3. Na kwa hiyo kwetu sisi tumepambana sana na tutazidi kupambana mpaka tuone mwisho wa hii tournament. Ndio naongoza, niko na bao 19 mechi 5. Mechi 5 bao 19. Ndio. Ushirikiano mzuri hasa katika wakati tuna attack, wanaangalia position ya kuniwekea mipira, sehemu inakuwa rahisi sana kwangu mimi kupata magoli. Kwa hiyo ushirikiano upo vizuri sana, na ndio maana imekuwa rahisi sana kuscore hizo bao nyingi sana.
Sipendi sana nikiona wakiketi wakiombaomba watu kama hao, sababu kila mmoja ana uwezo wa kufanya jambo. Ni ile tu kujiamini na kujitoa kwa bidii na kuamini pia Mungu yupo na riziki zipo, isipokuwa kule kuomba sio picha nzuri. Sasa watu wanafaa wajitoe. Kuna michezo tofauti tofauti watu wenye ulemavu kama sisi tunaweza fanya. Kwa hiyo mimi nawashauri tu wasiwe na ule udhaifu, kujeka wanyonge, wachangamke, wapambane, watafute michezo. Michezo ni kitu kizuri sana. Na kubwa sana watu kama sisi wenye ulemavu kuonesha uwezo wetu hasa viwanjani. Ni matamanio yetu makubwa sana, maana tunaangalia watu wenye miguu yao miwili wakifanya vitu venye sisi pia tuna uwezo wa kuvifanya. Kwa hiyo tunawaomba tu waendelee kujitoa zaidi, wadhamini, ili waweze kusupport vipaji kama hivi na tuweze kukuza vipaji vyetu vya wachezaji wa amputee football. Hizi fursa waga zinatujenga sana kiakili, kimaisha na pia kiviungo, tunakuwa tuko fit. Hatukai sana na mawazo kichwani. Kwa hiyo ni changizo kubwa sana kwa maisha yetu. Kwa hiyo naomba wafadhili waendelee kujitokeza, waweze kusupport mchezo kama huu ili tuweze kukua zaidi kimchezo huu. Sisi tulikuja na focus yetu ni kuwa washindi. Sisi hatuangalii tunacheza na nani, hatuangalii yupoje, ni tutakayepatana naye. Tumejiandaa kisaikolojia, physical fitness, tutapambana tu. Dakika zikiisha tutajua mshindi ni nani, lakini sisi tuko tayari na tumejiandaa vilivyo. Nidhamu yetu ipo juu, tuanzia hapo. Alafu ushirikiano wetu ni kwamba tunasikilizana. Nidhamu ikiwepo, bidii ya timu ndio inakuwa rahisi sana. Tunakuwa tuna nguvu moja, sababu ushirikiano ikiwepo, basi kupigania jambo na tukalifaulu inakuwa rahisi sana. Tumefika finali. Mwaka jana tulitoka mshindi wa 3 kwenye tournament, na sasa hii tumefika finali. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona hatua kidogo, tumepanda kidogo. Sasa hii tunachosubiri tuingie kwa uwanja, tucheze, tuone itakuwaje. Lakini kwetu sisi kufika finali, sababu nyuma hatukufika finali, tulitokea mshindi wa 3. Na kwa hiyo kwetu sisi tumepambana sana na tutazidi kupambana mpaka tuone mwisho wa hii tournament. Kwa ujumla sisi kama Black Eagle tunawashukuru sana waandaaji wa mashindano haya, Jambo, Azam, pamoja na wadau wengine wote waliohusika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wamesababisha sisi kufika hapa na kuonekana. Na tunaomba kwenye vilabu vyetu tupate wadau wengine, wazazi na walezi na watu wote ambao wana mapenzi mema waweze kusupport mpira huu wa watu wenye ulemavu ili tuweze kusonga mbele, kwa sababu mpira huu bado ni mgeni kwa hapa kwetu. Lakini pia tunaondokana na ombaomba ya walemavu, kwa sababu pia mpira huu umeshakuwa ni ajira. Kwa hiyo ndugu zetu walemavu sasa hivi wanawaheshimika kwa sababu wanapata hela kupitia mpira huu. Kwa hivyo tuwape support na tuoneshe njia kwamba wao wanaweza wakasogea mahali fulani bila kuombaomba, kwa sababu mpira umeshakuwa ni kazi. Kwa hiyo wadau wote, taasisi mbalimbali zinakaribishwa kuja kutushika mkono kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Black Eagle pamoja na timu zingine zote, mimi nawaombea waweze kupata wafadhili na wadhamini ili waweze kufanya vizuri wakati wa maandalizi ya tournament yoyote ambayo inaanzishwa. Kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.